Dunia ina maajabu na kuna mambo mengi ya kushangaza katika kila mtu na katika vitu vya kipekee. Hata kile ambacho unadhani hakina umuhimu lakini kina umuhimu. Unalijua hilo? Lakini leo ningependa tuzungumze kuhusu wale watu ambao wanatumia mkono wa kushoto. Wengi hupenda kuwaita mashoto. Unatambua kwamba watu hawa ni wachache sana katika ulimwengu na wamekuwa hawapewi kipaumbele mara nyingi kwa kutumia mkono huo, na wapo ambao wamekuwa wakiwabadilisha, hasa wazazi, walezi, walimu katika mashule, kwa kuwaaminisha kwamba wasitumie mkono huo na watumie mkono wa kulia kwa kuwa ni mkono sahihi. Na unajua watu hawa uwezo wao ni mkubwa kutokana na rekodi kuonesha wamekuwa wakifanya mambo mengi makubwa na magumu. Basi leo nakwenda kukupa maajabu ya watu ambao wanatumia mkono wa kushoto. Watu ambao wanatumia mkono wa kushoto inaaminika kwamba wana ubunifu wa hali ya juu. Na mara nyingi wamekuwa ni wabunifu wakubwa hasa katika mawazo yao, wabunifu katika masuala ya music, uimbaji na hata uwezo wa kufanya vitu ambavyo vimekuwa vikiwashangaza watu wengi sana. Hii ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatajwa kuwa vinafanywa na watu wanaotumia mkono wa kushoto, maarufu kwa jina la mashoto. Na unajua kwamba inatajwa kwamba ubongo wa watu wa kushoto hufanya kazi tofauti kabisa. Mara nyingi ubongo wao hutumia upande wa kulia zaidi, jambo ambalo linahusishwa na fikra za kiubunifu na hisia, jambo ambalo linafanya wao wafanye kazi tofauti na wale ambao wanatumia mkono wa kulia. Ipo hivyo na unalitambua hilo? Pia watu wanaotumia mkono wa kushoto mara nyingi huwa hodari katika michezo mbalimbali kama tennis, ndondi na cricket. Watu ambao wanatumia mkono wa kushoto huwa na faida kwa sababu wapinzani hawajazoea kuwa na wapinzani ambao wanakutana mara kwa mara wakiwa wanatumia mkono wa kushoto. Ndio maana wanatajwa kwamba kupata ushindi mara nyingi na kufanya vizuri zaidi katika eneo hilo la kimichezo. Uhusiano na ujuzi wa lugha. Tafiti zinaonyesha kuwa baadhi ya watu wa mkono wa kushoto wana uwezo bora wa kujifunza lugha mpya. Na hilo linawafanya wawe bora zaidi na wepesi katika kuzitumia lugha hizo na kuwa na ujuzi zaidi. Nilikwambia awali kwamba asilimia ndogo sana wanatumia mkono wa kushoto, na inaripotiwa kwamba ni asilimia 10 ya watu duniani hutumia mkono wa kushoto. Na ndio maana ukienda shuleni ama eneo lolote lile, watu ambao wanatumia mkono wa kushoto huwa wachache. Kwa mfano, katika moja ya shule ambao niliwahi kusoma Njombe, Mpechi Sekondari, katika darasa lililokuwa na wanafunzi 400, ni mwanafunzi mmoja alikuwa anatumia mkono wa kushoto. Alikuwa anaitwa Kefa William. Alikuwa ni very bright, uwezo mkubwa katika masomo ya sayansi, hesabu na hata sanaa, jambo ambalo lilikuwa linamfanya awe tofauti zaidi na wengine. Na licha ya kwamba jamii ilikuwa inawatazama tofauti hasa kwa kutumia mkono wa kushoto, lakini ni watu ambao wanafanya kazi vizuri na kwa umakini mkubwa sana. Na unajua wapo pia watu mashuhuri ambao huwa wanatumia mkono wa kushoto. Miongoni mwa watu mashuhuri ni pamoja na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama. Huyu ni mtumiaji mzuri sana wa mkono wa kushoto. Pia rais wa Kenya Uhuru Kenyatta naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanatumia mkono wa kushoto. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, unatambua hilo? Na hata msanii miongoni mwao ni Angelina Jolie. Mwanasayansi maarufu Albert Einstein ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatumia mkono wa kushoto. Mwigizaji Tom Cruise,
mwanamuziki David Bowie, mwanariadha Paula Radcliffe. Hivyo miongoni mwa mabondia ambao wanatumia mkono wa kushoto ni Manny Pacquiao, shanfahamu, mwanamuziki Justin Bieber, Lady Gaga. Hawa ni miongoni mwa watu ambao wanatumia mkono wa kushoto. Hivyo watu wa mashoto sio watu wa kuwachukulia poa, wana uwezo mkubwa sana, wanafanya kazi nzuri, wana ubunifu mkubwa na matokeo yao yamekuwa yakionekana kulingana na namna ambavyo wanakuwa wakifanya. Usiwachukulie poa na wape thamani yao kutokana na kutumia mkono wa kushoto. Na unatambua kwamba vitu vingi sana ambavyo vinafanya kazi vimebuniwa kwa ajili ya watu wa mkono wa kulia. Kwa mfano mouse, namna ambavyo unaitumia, kompyuta, namna ambavyo unaitumia, na hata ulaji wa chakula pia umekuwa ukiaminika kwamba mtu ambaye anatumia mkono wa kushoto si mtu mwenye adabu. Namna hata ya kusalimiana na watu pia, yule ambaye anasalimia watu kwa kutumia mkono wa kushoto anawekwa kwenye kundi la watu ambao si wenye nidhamu. Unalijua hilo? Lakini ukweli ni kwamba mkono wa kushoto ni miongoni mwa mikono ambayo ina thamani kubwa, kwa sababu nao ni mkono ambao una bahati kubwa, mkono ambao unafanya kazi. Hivyo usifikiri ni kazi ya rahisi kutumia mkono wa kushoto. Hiyo ni talanta, kalama ambayo ipo kama zilivyo karama nyingine. Umenipata vilivyo? Na hata katika kazi mara nyingi ukienda ofisini ama ukienda katika mkusanyiko wa watu wengi, yule ambaye utamwona anatumia mkono wa kushoto huwa anakuwa ni wa kipekee katika muonekano wake, mavazi na hata kuzungumza kwake kunakuwa ni kwa kipekee na utofauti mkubwa sana. Hivyo kuna mambo mengi ambayo yanapaswa kufanya na kuyatazama kwa ukaribu zaidi na zaidi. Maajabu ni mengi na vitu ambavyo vinafanyika ni vingi. Hivyo kama kuna mtu ambaye anatumia mkono wa kushoto, usimdharau wala usitake kumbadilisha, kwa sababu ndivyo ambavyo amekuwa, na ni watu wachache sana ambao wanatumia mkono huo wa kushoto, kama ambavyo nimekutajia mifano ya viongozi maarufu, wasanii, watunzi. Inatajwa huo wanakuwa wanafikiria sana na wanafanya vitu ambavyo watu wengi hawawezi kuvifanya kwa wakati huo, na hata spidi yao pia. Ulishapata nafasi kuangalia mwandiko wa mtu ambaye anaandika kwa kutumia mkono wa kushoto, namna ambavyo huo unakuwa ni bora na wenye muonekano tofauti? Kuna mengi sana. Mkono wa kushoto ni mkono wa dhahabu pia. Na unajua kwamba hata pete huvaliwa mkono wa kushoto? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu kidole ambacho kinavalishwa pete ile ya ndoa kinatajwa kuwa na uhusiano mkubwa wa moja kwa moja na ubongo pamoja na mtima. Ni hivyo tu kwa leo. Ni mimi Lunyamad Zomliuka, a boy from Njombe place to be.